Karibuni sana, kama nilivyowaambia, samahani sana kwa kuweka kidogo. Sasa hivi tuko tayari kuanza. Mbele yenu hapa ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha waajiri ATE, Madam Susan Ndomba Doran. Pembeni yake ni consultant ambaye anaenda kurun zoezi zima la Employee of the Year Award, anaitwa Dr. Straton Makundi. Kwa hiyo na wengine walioko hapa ni members of the press pamoja na staff wa ATE. Zoezi letu kama nilivyowaambia itachukua muda mfupi, wataongea alafu itafuatiwa na maswali. Wakimaliza kuongea, kuna consultant mwingine atafanya demonstration kidogo ya proposal pale, alafu tutaingia kwenye maswali. Naomba bila kuchukua muda mrefu sana, Madam CEO, naomba nikaribishe. Asante, habari za asubuhi tena. Karibuni Chama cha Waajiri Tanzania. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, nina furaha kubwa na heshima ya kipekee asubuhi ya leo tunapozindua rasmi tuzo ya mwajiri bora wa mwaka, Employee of the Year Award kwa mwaka 2026. Kwa zaidi ya miaka 20, tuzo hizi imeendelea kuwa tukio muhimu na jukwaa linalosubiriwa kwa hamu na waajiri kutoka sekta ya umma na binafsi. Kupitia tuzo hizi, taasisi zimekuwa zikitambuliwa si kwa mafanikio ya kibiashara pekee, bali pia katika uwekezaji wao katika rasilimali watu, utamaduni bora kwa kazi, uwajibikaji, ujumuishi mahali pa kazi, utawala bora, pamoja na kuzingatia sheria, kanuni na viwango vya kazi vya kitaifa na kimataifa. Mwaka 2025, ATE ilifanya uamuzi wa makusudi kusitisha kwa muda programu hii, si kwa sababu ilipoteza thamani yake, bali kwa sababu ya umuhimu wake, na tulitaka kufanya maboresho ya kina ili kuhakikisha tuzo hii inaendelea kuwa bora zaidi na zaidi. Maboresho hayo yalilenga kuhakikisha kuwa tuzo hizi zinaendana na mabadiliko ya kasi katika dunia ya kazi. Kwa msingi huo, tulifanya tathmini ya kina kwa kushirikisha wanachama, wataalamu na wadau mbalimbali. Tukumbuke ATE ni chama cha waajiri, na hivyo tulirudi kwa waajiri kusikia mrejesho wao ili kuchangia katika uboreshaji wa tuzo hizi, lakini pia kuangalia viwango vya kitaifa na kimataifa ili kuendelea kujifunza, ili tunapokuja na tuzo viwango vipya viwe vinaangalia vigezo hivi. Kutokana na tathmini hiyo, tulibaini mambo mawili muhimu. Bado ni muhimu, inaaminika na inaongeza thamani katika taasisi, lakini pia ilihitaji kuboreshwa iwe rahisi kueleweka, wazi zaidi, shirikishi zaidi na yenye athari chanya katika mwaka mzima wa kufanya biashara. Miongoni mwa mapendekezo yaliyotolewa na wanachama ni kama ifuatavyo: kuimarisha uwazi wa vigezo ambavyo vilikuwa vinatumika, vilikuwa ni vingi; kuipa hadhi ya kimataifa; matumizi ya teknolojia katika mchakato; kuanzisha tuzo za kisekta; kuifanya kuwa programu ya waajiri kurekebisha sera, kanuni na taratibu kwa ajili ya ustawi wa biashara na rasilimali watu. Baada ya tathmini hiyo na uhakiki uliofanywa na wanachama, leo tuko tayari kuzindua zoezi hili la Employee of the Year Award kwa mwaka 2026 ikiwa na sura mpya, mfumo ulioboreshwa na mwelekeo unaoakisi mahitaji ya sasa ya dunia ya kazi. Baadaye tutamsikia mshauri mwelekezi wa zoezi hili, Dr. Straton Makundi kutoka Auditors International, ambaye atatoa ufafanuzi kuhusu mfumo mpya wa Employee of the Year Award. Tumeimarisha mfumo wa tathmini ili kuhakikisha uhalisia wa maeneo ya kazi ya kisasa. Kwa mwaka huu, tuzo zitashindaniwa katika vigezo vipya 11 vinavyolenga
kupima ubora wa uongozi, ustawi wa wafanyakazi na uendelevu wa taasisi. Naomba niwatajie vigezo vipya kama ambavyo vinasomeka kwa lugha ya Kiingereza: leadership, governance and strategy, culture, employee experience, diversity, equity and inclusion, talent acquisition, management and employer brand, ESG and corporate sustainability, learning, development and performance management, human resource innovation and technology transformation, HIV and AIDS and non-communicable disease sustainability, occupational health and safety, employee reward, well-being and retention, quality, productivity and innovation. Lakini pia kwa mara ya kwanza mashindano yatafanyika kwa kuzingatia sekta husika, kwa maana ya kwamba sekta kwa sekta zitakuwa zinashindana wenyewe. Kulikuwa na malalamiko hapo nyuma kwamba tunashindanisha sekta ya madini na sekta ya ulinzi, haiwezekani. Kwa hiyo sekta kwa sekta watashindanishwa. Hatua hii itaongeza ushindani wa haki, kuongeza uilingano sahihi na kuongeza thamani ya matokeo kwa washiriki. Ushiriki wa biashara wa kati na ndogo SMEs. Tumeboresha ushiriki wa biashara ndogo na za kati kwa kuanzisha makundi maalum ya tuzo kama ifuatavyo: Most Improved SMEs. Lengo ni kuhakikisha kwamba fanya biashara mdogo kama mwaka juzi hakushinda, basi atakuwa amejifunza, amerekebisha, na yeye tutampa tuzo ili kuhakikisha kwamba ili mwaka unaofuata atafanya vizuri, kwa sababu kama nilivyosema awali, inaenda kuwa programu na sio tukio la mara moja. Emerging Employer of the Year Award, wale wanaojitokeza. Best SME HR Innovation, ikiwa na malengo yale yale ambayo nimesema. Aidha, kutakuwa na tuzo ya sekta isiyo rasmi, informal sector, ikijumuisha shughuli mbalimbali za ujasiriamali na uzalishaji wa kipato ngazi ya jamii. Tumeona tuwashirikishe sekta isiyokuwa rasmi kwa sababu kama ambavyo nimesema, inaenda kuwa programu ya kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wawe wadogo, wawe wako kwenye informal sector, wanaweza kujifunza na kuzingatia sheria na kanuni na taratibu wakiwa wanafanya biashara, lakini kuhakikisha kwamba wanafuata taratibu, lakini kuhakikisha kwamba kazi za staha zinafuata. Hii itawasaidia hata na wao kuweza kuelewa mifumo mbalimbali, na sisi kama Chama cha Waajiri Tanzania tutakuwa tayari kuwashika mkono na kuendelea katika mwaka kila wanapoendelea kujifunza. Mwaka mwingine atafanya vizuri zaidi na kufanya vizuri zaidi na kufanya vizuri zaidi. Hivyo na hii kwa sababu tunatambua mchango wao katika uchumi. Hii itasaidia kutambua mchango wao mkubwa katika uchumi. Itakuwa chachu ya kujifunza, kurasimika, kuweka mifumo imara na kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za biashara na kazi. Na kwa kuwa sasa ni programu endelevu, washiriki watapata nafasi ya kuendelea kujifunza hata baada ya tuzo ili kuboresha utendaji wao na kuimarisha uzingatiaji wa misingi ya kazi za staha. Mfumo mpya unajumuisha tathmini huru za kitaalamu, uhakiki wa wafanyakazi kupitia tafiti na mahojiano, ziara za maeneo ya kazi, verification process. Kwa hiyo baadaye ya dodoso kujazwa, mtaalamu mwelekezi atakuwa anawapitia waajiri katika maeneo ya kazi ili kuunganisha kile ambacho kimejazwa kwenye dodoso na uhalisia katika maeneo ya kazi kwa kuzungumza na waajiri pamoja na wafanyakazi waliopo katika maeneo haya. Alama zote zitatolewa kwa kuzingatia ushahidi wa viwango vinavyotambulika kimataifa. Kwa hiyo inawasihi waajiri wote kuhakikisha kuwa wanawateua watu sahihi kushiriki kikamilifu katika mchakato huu. Hili ni muhimu sana, maana huko nyuma kumekuwa na mrejesho tofauti. Mtaalamu mwelekezi anakwenda kwa mwajiri, akifika utakuta labda mtu ambaye anahusika yuko. Sasa baadaye tunakuwa na changamoto na kuleta mrejesho kwamba sisi hatukupata nafasi ya kusikilizwa au, lakini wakiweka watu sahihi ambao wanafahamu mambo yanayoendelea katika maeneo ya kazi, basi itakuwa ni vizuri zaidi na faida kwao pamoja na zoezi zima. Ndugu wanahabari,
Kama nilivyotangulia kusema, tuzo hizi sasa sio tukio la siku moja, bali ni programu endelevu ya maboresho na jukwaa la kujifunza. Hivyo hata baada ya tuzo, hii ni muhimu sana, washiriki watapata mrejesho wa kina kuhusu tuzo zilizofanyika na kwa nini alishinda na ambaye hakushinda, na tutafanya nini kuwasaidia wengine kuendelea kufanya vizuri zaidi. Kutakuwa na majukwaa ya kubadilishana uzoefu, kwa maana ya kwamba wale waliofanya vizuri zaidi wataweza kusema kwa nini wanashinda na wanafanya nini maeneo yao ya kazi. Lakini tutakuwa na mafunzo ya pamoja yataanzishwa. Kama nimesema hapa kwamba tumeanzisha tuzo ambayo inawashirikisha informal sector, sekta isiyokuwa rasmi. Hapa kuna nafasi kubwa sana ya kujifunza katika informal sector, na ndio maana tunawaweka katika mchakato huu rasmi ili kuhakikisha kwamba tunawafundisha sheria, kanuni na taratibu. Thamani ya EA haiko katika tuzo pekee, bali katika kuchochea mabadiliko ya kweli katika sekta ya kazi na ajira, kuimarisha mazingira ya biashara na kulinda misingi ya kazi za staff. EA kwa mwaka 2026 ni kwa kila mwajiri nchini Tanzania, iwe ni kampuni kubwa, ya kati au ndogo kabisa. Ni fursa ya kujitathmini, kujilinganisha, kujifunza na kutambulika. Lakini zaidi ya yote ni fursa ya kujenga mazingira bora ya kazi nchini. Nguvu ya uchumi wa taifa lolote haipo katika mitaji au miundombinu, bali pia katika ubora wa sehemu za kazi zinazochochea tija ya biashara na kulinda maslahi ya wafanyakazi. Kwa mabadiliko haya, tuna imani kuwa EA mwaka 2026 itainua viwango, itaimarisha mazingira ya biashara na rasilimali watu, na kujenga sehemu za kazi zilizo bora, jumuishi, bunifu na endelevu. Kwa niaba ya Chama cha Waajiri Tanzania, na waalika waajiri wote kushiriki kikamilifu katika mchakato huu ambao utahitimishwa mwishoni mwa mwaka huu, ambapo kutakuwa na sherehe za utoaji wa tuzo. Uzinduzi huu utafuata na tangazo rasmi la kuanza kujaza madola. Hivyo leo tunazindua, tutatoa notice ya kwamba mfumo umefunguliwa, na hapo punde kidogo mtaalamu mwelekezi atatuonyesha mfumo huu unafanana vipi katika. Sasa nimwalike Dr. Makundi kuwapitisha katika mfumo huo mpya #EA2026 #KIVU. Asante sana. Nitaomba hapa katikati awe kidogo na nafasi ili walioko mbele na wenyewe waweze kuongea. Sasa hivi tutafanya siku akimaliza kuongea tutaangalia ofisi. Asante sana mkurugenzi mkuu wa ATE na waandishi, ndugu waandishi. Mimi maelezo yangu yatakuwa mafupi kwa sababu mkurugenzi mkuu ameelezea vizuri sana zoezi zima la EA kwa mwaka 2026. Kwa mimi ninachotaka tu kuwaomba ndugu waandishi kuwaambia waajiri wote nchini ni kwamba kwa mwaka 2026 zoezi zima la kuchagua kushiriki kwenye tuzo ya mwajiri bora wa mwaka litafanyika kidigitali. Sasa tumekuja na kitu kinachoitwa EA Assessment Digital Platform. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho ni mabadiliko makubwa ni huko nyuma zoezi la kujaza la kuomba kushiriki pamoja na kujaza dodoso lilikuwa linafanyika sio kidigitali. Kwa hiyo kwa sasa litafanyika kidigitali kupitia hiyo EA Assessment Digital Platform. Kwa hiyo waajiri watakuwa na uwezo wa kuomba kushiriki kupitia hiyo platform, huo mtandao, lakini pia watakuwa wanaweza kujaza hilo dodoso kupitia huo mtandao. Sasa faida zake ni kwamba zoezi zima la kujaza dodoso sasa
linaweza likachukua tu kati ya dakika 45 mpaka dakika 60. Kwa hiyo waajiri watambue kwamba kazi yao inaenda kuwa rahisi zaidi. Kwa hiyo tunataka kuhamasisha waajiri washiriki kwa wingi sana, kwa sababu zoezi limerahisishwa sana. Sasa kwenye faida nyingine za kuwa na huu mfumo ni kwamba itasaidia pia kuweka ushahidi. Kama kuna ushahidi ulionao kuhusu kukizi vigezo vya kuweza kushinda kwenye hii tuzo, basi ushahidi wenyewe, yani kwa Kiingereza wanaita evidence, utakuwa unawekwa kwenye huo mtandao. Kwa hiyo sisi kama washauri waelekezi na wasimamizi wa hii tuzo na wakaguzi, tutakuwa tunakagua kuona kama ushahidi wenyewe unajitosheleza. Pale ambapo tunaona tunahitaji kufanya interviews, yani mahojiano, tutafanya pia mahojiano. Na pale ambapo tunaona tunahitaji kutembelea kwenda kukagua baadhi ya vitu ambavyo hatuwezi kuviona kwenye mtandao, basi tutatembelea kwenda kukagua. Kwa hiyo kwa niaba ya Auditax International tunataka na ATE tunataka kuwaomba waajiri wote basi wachangamkie fursa ya kushiriki kidijitali. Sasa nataka nimkaribishe mtaalamu wetu wa IT tusaidie kurun video inaonyesha zoezi zima litakapokuwa kwa muda mfupi kabisa. Nafikiri mkurugenzi mkuu atawakaribisha kwa maswali. Asanteni sana. Karibu Meki. HIV/AIDS and non-communicable disease, sustainability, occupational health and safety, employee reward, well-being and retention, and quality, productivity, and innovation. This refinement ensures a sharper, more meaningful assessment of what truly defines an outstanding employer. In addition, 3 new category awards have been introduced to recognize emerging excellence, most improved SME, emerging employer of the year, and best SME HR innovation. These categories create space for growth, innovation, and rising organizations to be recognized. For the first time, sectoral awards have been introduced, allowing organizations to compete within their respective industries. This ensures that comparisons are more relevant and recognition is truly earned among peers. To further enhance fairness, organizations will now be automatically classified based on capital investment and number of employees. This eliminates bias and ensures a level playing field for all participants. The Employer of the Year Awards 2026 feature 10 distinguished category awards, each designed to recognize excellence across different dimensions of employment practice. Beginning with the overall award,
The highest honor presented to the organization that demonstrates outstanding performance across all evaluation areas. The Emerging Employer of the Year recognizes organizations that are already setting strong foundations in employment practices. The Size-Based Award ensures fair competition by recognizing organizations within their respective size categories. The Overall Most Improved Employer celebrates organizations that have made significant progress in enhancing their workplace practices. The Most Improved SME specifically recognizes small and medium enterprises that have demonstrated notable growth and development. The Best SME, HR Innovation and Digital Transformation honors SMEs that are leveraging innovation and technology to transform their human resource practices. The Employment Creation Award acknowledges organizations making meaningful contributions to job creation and economic development. The Club of Best Performers recognizes organizations that consistently maintain high standards of excellence over time. The Formal Sector Awards celebrate organizations operating within structured industries across the economy. And finally, the Informal Sector Award recognizes the critical role played by informal enterprises in driving employment and economic activity. Together, these categories ensure that excellence is recognized across all levels, sectors, and stages of organizational growth. And perhaps most notably, the entire EYA process has been digitalized. From application to assessment to verification, all stages will now be conducted online, with only a few aspects requiring physical verification where necessary. This transformation brings greater efficiency, transparency, and accessibility to the awards. To participate, employers register on the platform, complete the assessment, and submit their information online for evaluation. Here's a step-by-step walk through the process for you to join other participants in the award. Start by searching for the EYA digital platform on your browser, or simply click the shared link. Fill out the registration form to submit your request to participate. You will then receive your login credentials via email, which you will use to access the platform. Upon logging in, you will be required to change your password. From your dashboard, navigate to the questionnaire section. Complete all relevant categories you wish to participate in. Be sure to attach all relevant evidence to support your rating. For organizations participating across all categories, the process typically takes between 45 minutes to 1 hour, with the flexibility to save your progress and continue at your convenience. Please note, once submitted, no further changes can be made. Take the step. Measure your progress. Strengthen your organization. Join the Employer of the Year Awards 2026 and be part of shaping the future of work in Tanzania. Yeah, sasa ndugu waandishi wa habari, hii video itakuwepo kwenye hiyo platform, kwa hiyo kuwaambia waajiri kwamba itawasaidia kama wanapata shida yoyote. Lakini cha mwisho pia kwa kupitia Award Air ameanzisha dawati la kimtandao la kusaidia waajiri kuweza kujaza hayo maswali vizuri, na sisi pia auditors tuna dawati la kimtandao. Kwa hiyo watu wanaopata shida yoyote basi tutaweza kuwasaidia. Naomba tufikishe ujumbe kwa waajiri wote. Asante sana. Asante sana Dr. kwa hilo. Mmesikia kilichoelezwa na nadhani sasa hivi ni muda wa maswali. Kama kuna mtu mwenye swali. Anaeleweka sana. Mimi kama nasema kutoka Jamhuri. Karibu sana. Nitaka tu kujua nini itajialika pia au kuadhimisha vyombo vya habari.
kidogo naona mimi pia wanaajiri. Ndio, hakuna mahali ambapo hawajajumuishwa kwa sababu chama cha waajiri Tanzania leo wana participate. Wewe umekuwa unashiriki wengine, lakini sasa inategemea wanafika mpaka wapi. Unajua zoezi hili, na ndio maana tulifanya tathmini, kwa sababu huko nyuma lilikuwa watu wakifika katikati linawachosha kidogo, kwa sababu dodoso lilikuwa refu, halikuwa kidijitali namna hii. Sasa ninaamini sasa hivi watashiriki tena kwa nguvu zaidi. Nimeleta swali zuri na nafikiri sasa ukaandike vizuri zaidi ili waweze na kuwachangamsha kwamba waweze kushiriki. Lakini chama cha waajiri Tanzania kina wanachama hata kutoka kwenye vyombo vya habari, hivyo nao pia wanataka kushiriki na tunawakaribisha sana. Swali lingine? Jamani, asanteni. Naona hakuna swali. Karibuni. Mnatangazo lolote hivi? Basi tunawashukuru sana kwa kuja na kuhudhuria hafla hii fupi. Basi tuwatakie siku njema. Asanteni. Staff watabaki. Wanataka hiyo speech. Kidijitali.